Dr. Jacobo Mutashi. Nachunga kanisa la EAGT Kiloleli Mwanza. Tukiwa katika muhula au msimu wa Christmas na mwaka mpya, nadhani niwatakie heri ya Christmas na mwaka mpya kabla ya mambo yote. Lakini pia ili watu washerehekee vizuri, ni vizuri wakaelewa hata kidogo juu ya sikukuu zenyewe. Niseme kwamba Christmas watu wanavyosema ni kumbukizi, tunakumbuka kuzaliwa kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo, na ni vizuri watu wakaelewa alizaliwaje na ilikuwaje mpaka akaja kwetu. Hii ni kutokana na Mungu alivyokuwa ameumba mwanadamu kwa heshima kubwa. Mungu alimtaka mwanadamu aishi maisha mazuri ya kumwabudu siku zote. Lakini mwanadamu alipotenda dhambi, mafarakano yakaanza na mahusiano ya mwanadamu na Mungu yakawa hayapo. Kwa sababu Mungu ni mtakatifu sana. Kwanza watu wafahamu kwamba Mungu yuko katika nafsi zake tatu. Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Na hizo nafsi ziko katika itifaki yake Mungu, kwamba Baba kazi yake ilikuwa ni kuumba. Alifanya uumbaji. Watu wasome Mwanzo ile sura ya 1 mpaka ya 3. Watakutana na jinsi Mungu alivyoumba ulimwengu, na ukafikia hapo hata ile bustani ya Eden watu wanayoisikia aliipanda yeye. Akamweka Adamu ailime na kuitunza. Sasa dhambi ilipoingia tu, tayari mahusiano yakaanza kuondoka na Adamu akafukuzwa katika bustani. Kwa hiyo wanadamu waliozaliwa na kuendelea ikawa ni dhambi, ulimwengu wa dhambi. Mahali pengine Mungu akasema anaghairi kumuumba mwanadamu. Ukisoma Mwanzo ile sura ya 6 utakutana na habari za gharika la Nuhu, na muda utoshi niende huko sana. Lakini dhambi ilipozidi kuwa kubwa juu ya uso wa dunia, na ili mwanadamu apatane na Mungu tena, kulikuwa na utaratibu wa kutoa sadaka ya dhambi au dhabihu ya dhambi kwa ajili ya dhambi za mwanadamu. Anaingia kuhani mkuu mara moja kila mwaka, anaingia patakatifu pa patakatifu na ile sadaka ya dhambi. Kwa hiyo waliendelea hivyo, lakini Mungu aliona kwamba hiyo sadaka ya damu ya wanyama au damu ya mnyama na mafahali, nikiwa na maana ya kondoo au mbuzi, whatever, au ndama waliokuwa wanatolewa kwa ajili ya dhambi za mwanadamu, Mungu aliona kama haitoshi. Haitoshi kwa sababu wakimaliza tu kutoa hiyo dhabihu ya dhambi, sadaka ya dhambi zao, wanaendelea na dhambi kama kawaida. Ndipo alipomtoa Yesu mwanawe wa pekee. Tunasoma Yohana ile sura ya 3 mstari wa 16 mpaka wa 18. Mtu akitaka aendelee kabisa pale, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mwaminie asipotee. Kila amwaminie asipotee. Aliupenda ulimwengu. Hapo ninasoma kidogo hapo kwamba Yesu Kristo ametumwa kwa ajili ya wote. Sasa Wakristo wamepatikana baada ya watu baadhi yao kumwamini. Waliomwamini wakaitwa Wakristo. Lakini alikuwa amekuja kwa ajili ya wenye dhambi wote. Kila mwaminie, sikia hilo neno, kila mwaminie asipotee. Kwa hiyo na hata ukisoma Warumi ile sura ya 10 mstari wa 11 mpaka wa 13, Biblia inathibitisha kabisa kwamba Yesu Kristo alikuja kwa ajili ya wote. Kwa hiyo watu walijue, lakini alipojitoa mwenyewe nafsi yake, akamwaga damu yake pale msalabani kwa ajili yetu. Na ndio maana mimi huwa nashindwa kupunguza umuhimu wa Pasaka na Christmas, au nikazipambanisha ni ipi muhimu zaidi kuliko nyingine. Zote ni muhimu, kwa sababu asingezaliwa nani angekufa? Na kama asingekufa, sasa hivi tungekuwa na Yesu wa aina gani? Mwanaume wa miaka 2000 na anafananaje? Kwa hiyo ilibidi alipomaliza kazi na kuondoka kwenda kutuandalia makao, basi inaishia pale. Mimi nisende huko kwa ajili ya Pasaka, itafika wakati wa Pasaka nitafafanua. Lakini Yesu alikuja kwetu, akazaliwa kama mwanadamu,
na ilibidi aje hivyo kwa sababu angekuja kama malaika labda tusingemwamini, au angekuja tu na utukufu fulani hivi na utukufu wake labda pia tusingemwamini au tusingeweza kumtazama hata kumtazama, kwa sababu ukisoma Wafilipi ile sura ya 2 mstari wa 5 mpaka wa 7 anasema yeye Kristo baada ya Bwana kumtoa, lakini na yeye alikubali kuja akauacha utukufu. Hiyo Wafilipi sura ya 2 5 mpaka 7 anasema hakuona kule kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kushikamana nacho, akakubali kuja kutufia na akafanya kazi ya wokovu na ukombozi na uponyaji. Basi ikawa ni hivyo, ndio makusudi ya Yesu kuja kwetu. Lakini alipomaliza na kuondoka, kilichofuatia ni Roho Mtakatifu. Niko kwenye kufafanua hizo nafsi tatu, Mungu mmoja. Nafsi ya pili ndio hiyo kutukomboa, kutuokoa. Nafsi ya tatu, Roho Mtakatifu, ni kwa ajili ya kuendelea kutusaidia, maana yeye Yesu hayupo sasa. Kwa hiyo kazi zote alizokuwa anazifanya Yesu na wanafunzi wake zinafanywa na Roho Mtakatifu. Pia nisiende huko sana, ila nisemee habari za Christmas kwamba alizaliwa kama mwanadamu mwenzetu, na tofauti yake watu wanaposema birthday ya Yesu Kristo, hilo neno mimi silipendi sana kwa sababu inapunguza ukubwa wake na umuhimu wake. Birthday ya mtashi sawa, birthday ya mtu huyo na yule na ya kwako, lakini tuseme labda kukumbuka kuzaliwa kwake, hilo neno birthday inapungua kwa sababu yeye alitabiriwa kabla ya kuzaliwa. Hakuna mwanadamu anayetabiriwa. Ni baba na mama wamekutana, wamepata watoto wamezaliwa, lakini yeye hakuwa mwanadamu wa kawaida, alikuwa Mungu aliyezaliwa kwetu. Kwa hiyo ukisoma Isaya sura ya 9 ule mstari wa 6, Isaya nabii alitabiri kama mfalme wa amani atazaliwa kwetu. Mfalme wa amani, Mungu mwenye nguvu, na ikatajwa sifa zake nyingi pale. Kwa hiyo hakuna mwanadamu aliyetabiriwa, na hiyo ilikuwa ni miaka 700 kabla ya kuzaliwa Isaya akamtabiri. Na hii inaonyesha kwamba utukufu wake Yesu kabla hajazaliwa, miaka ilikuwa inahesabika hivyo, miaka 1000 kabla ya Kristo, miaka 700 kabla ya Kristo, yani BC, before Christ. Lakini alipozaliwa hali ya hewa ikabadilika, miaka ikaanza 1, ndio sasa inakuja BK baada ya Kristo. Sasa unaweza ukaona jinsi asivyokuwa wa kawaida, na kalenda ilipoanza 1, ina maana sasa hivi ni 2025, ina maana ni baada ya Yesu kuzaliwa 2025 BK. Kwa hiyo ndio ukuu wake na ndio umuhimu wake, kwamba sio wanadamu kama sisi. Sasa kinachofuatia ni wanadamu wafahamu umuhimu huo na kila mwaminie. Sasa nianze na hilo, watu wanatakiwa kumwamini kwa sababu alikuja kwa ajili yetu. Sasa kinachokufanya usimwamini ni kitu gani? Tumwamini kwa sababu ni kwa jina hilo hilo tunafanya mambo mengi. Sisi wa Kristo ni mashahidi, tunatoa pepo kwa jina la Yesu, tunafanya 1, 2, 3 kwa jina la Yesu, na yeye alituagiza kabisa, pasipo mimi ninyi hamwezi neno lolote, na lolote mfanyalo lifanyeni kwa jina la Yesu, kwa neno au kwa tendo fanyeni kwa jina la Yesu. Na hii sherehe haitakiwi kufanywa katika hali yoyote ya uchafu na dhambi ya aina yoyote. Nikasema vileo hapana, nakataa kwa herufi kubwa, lakini vinywaji vya kawaida visivyokuwa vileo, watu wafurahi, watu wale chakula kizuri kuliko cha siku zote, ni sawa kabisa, maana ni siku maalum. Kama uwezo upo, watu wavae nguo mpya wapendeze, maana ni siku maalum. Lakini wafahamu hii ni sikukuu takatifu kabisa, kwa maana ya kwamba watu waanze kwenye ibada nzuri kabisa kumshukuru Mungu kuwapa Mwokozi, na tunakumbuka hapo. Lakini pia wanaweza kula chakula kizuri, wanaweza kukaribishana na vitu kama hivyo. Lakini ombi langu watu wasikilize maagizo makubwa yanayotoka kwenye vyombo vya ulinzi, kwa sababu kwenye sikukuu kama hizi kwa vyote watu watakuwa na mikusanyiko, watu watakaribishana, lakini wasikilize maagizo yanasemaje. Nikisema wasikilize maagizo yanasemaje, nina maana ya kutii mamlaka. Watii mamlaka ya RPC, na RPC mara nyingi ndio msemaji wa vyombo kwa upande wa ulinzi wa raia na mali zao. Tumsikilize, akisema msifanye hivi tusifanye, msifanye hivi mfanye hivi.
magari mfanye hivi, mfanye basi. Namna hiyo inakuwa namna hiyo miaka yote, na safari hii ni waombe wa Tanzania wenzangu kusikiliza maagizo hayo na tutii mamlaka, tutakuwa salama. Mithali 16 mstari wa kwanza, Biblia inasema maandalio ya moyo ni ya mwanadamu mwenyewe. Kwa hiyo watu waandae mioyo yao, Kristo azaliwe ndani yao kama tunavyosema. Mzuri akiwa tajiri, mzuri akiwa mheshimiwa fulani, patana na Mungu kabla siku haijafika. Kwa hiyo mimi nimalizie kwa kusema kwamba watu waishi maisha kumcha Mungu, maisha matakatifu. Hapo watakuwa wamejua au wamemwenzi Kristo aliyekuja kwa ajili yao. Niwatakie Christmas na mwaka mpya. Heri ya Christmas na mwaka mpya. Mungu awabariki sana.